meza. Haleluya. Okay, twende kwenye hili neno tuweze kutoka hapa. Sasa wamekula watu buku 5. Wamekula watu buku 5 kulingana na nature ya Wayahudi. Lakini wamekula watu zaidi ya 1000 kulingana na nature ya dunia ya leo ya 50-50. Ujanielewa, nisikize kwa makini. Kiyahudi wale wachukulia poa wanawake. Kwa hiyo akasema mstari wa 44. Na walio ila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Na kisaikolojia watu wenye vibe la kufatafata ushambeka na ni wanawake. Akija mtume na nabii hapa, akaanza kupuliza watu, akaanza kutabiri. Watakaoenda wengi ni nani? Asa mtume na nabii Yesu Kristo amekuja, anafanya miujiza kama ile. Wewe unatazamia waliofuata ni wengi, wanawake au ni wanaume wengi? Alafu kundi linalofuata la watoto. Nenda kwenye mkutano wote wa Injili, ita mbele kuokoka watoto mpaka mtafanya kuwasukuma, wanakuwa wengi. Asa waliohesabiwa hapa ni wanaume 500. Probably bila mashaka hapa palikuwa na watu 1500 na kuzidi. Tunaweka hapo wamama zaidi ya 5,000, itakuwa ni zaidi ya 10,000 kwa walikuwa watu 5,000 wanaume. Tujumlishe hapo na wanawake zaidi ya 5,000, itakuwa ni 11 na pointi. Tujumlishe hapo na watoto, kwa hiyo ni karibia ni watu 16,000 au 15,000. Wakala msosi. Sasa twende kwenye mambo ya msingi kwenye ile andiko. Jambo la kwanza ni nguvu ya faragha na Bwana. Huu muujiza ulitokea kwenye faragha na Bwana. Ndugu zangu, katika kutafuta uso wa Mungu, unajua faragha maana yake ni mahali penye utulivu ambapo watu wanakaa kwa ajili ya kutafakari na kupumzika. Na hao watu walikuwa na Yesu. Biblia inasema kwenye ule mstari wa 31, akawaambia njoni ninyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu mkapumzike kidogo. Nature ya Yesu ilikuwa baada ya kuhubiri anaenda faragha, anajitenga na watu kwenda kutafuta uso wa Bwana. Wakati ambapo mtu mmoja anateswa na mume wake, wakati ambapo mtu mmoja anateswa na watoto na familia, wakati ambapo mtu mmoja anateseka kwa sababu ya hali ya uchumi, mtu mmoja anapoteswa na magonjwa, mtu mmoja anapopita mahali pagumu ambako haoni msaada, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wanafunzi walimwambia Yesu, mahali hapa ni nyika tupu. Nyikani ni mahali ambapo hakunaga nyumba. Nyikani ni mahali ambapo hakunaga jirani. Nyikani ni mahali ambapo hapaoti kitu, hakuna chakula. Nyikani ni mahali ambapo pana upepo mkali. Nyikani ni mahali ambapo pana vumbi. Nyikani ni mahali ambapo huwezi kusema hata ulale chini upumzike, maana upepo hautakuacha upumzike. Nyikani ni mahali ambapo ni kama pametengwa. Ukikaa hapo ni kama mtu aliyetengwa. Sikiliza, inawezekana unajiona huko nyikani, hauna jirani, hauna rafiki, hauna ndugu, hauna mtu yoyote ambaye anaona machungu yako, anaona mapito yako, anaona mateso yako. Ukijitambua ukatafuta faragha na Bwana, ukamwambia Bwana, nataka nikuone katikati ya nyika. Bwana anaweza kulisha watu chakula wakala na kusaza katikati ya mazingira ambayo chakula hakiwezi kuonekana. Maana maandiko yanasema walimwambia Yesu waagize watu watawanyike waondoke, maana hakuna namna wataweza kula mahali hapa. Ni watu wangapi? Ni watu 1,500 na zaidi. Ni watu wangapi? Ni watu 11,000, ni 15,000 na zaidi, watu 15,000 na zaidi.
wako nyikani, hakuna jirani, hakuna kibanda cha chakula, hakuna chochote. Na kuna mtu mmoja ambaye yuko anabeba familia, ni kubwa, ni nzito, inamlemea, yuko anabeba jukumu ni zito, hawezi kulibeba. Anasema Roho Bwana, siku ya leo Yesu ni chakula cha uzima. Ukijua kumtegemea yeye, hakuna mzigo ambao hautaweza kuufikisha, maana kwake mambo yote yanawezekana. Haleluya! Haijalishi ni watoto wengi kiasi gani, haijalishi ni wa kwako au ni wa mama mwingine, haijalishi ni wa mjomba alikufa akakuachia, haijalishi mzigo ulionao ni mzito kiasi gani, faragha na Bwana. Bwana anafanya mambo mazito kuwa mepesi. Bwana anafanya njaa kuwa shibe, mpaka na makombo yanabaki.